Rahmatullahi ta'ala barakatuh, msikilizaji na mtazamaji wa Kasfat Online TV. Huu ni msikiti uliojengwa hapa kwa Nyanya, ambao Baraza la Manispaa hivi karibuni umekuja kuvunja, ambao izua taharuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini baada ya kuzungumza na Baraza la Manispaa Magharibi A wameweza kukanusha swala hili. Kwa jina naitwa Chumshwari Machano, ni mstahiki meya Baraza la Manispaa Magharibi A. Tunashukuru nyinyi waandishi wa habari leo kwa kuja ofisini kwetu, ofisi ya Baraza la Manispaa Magharibi A, kwa kuja kutaka kujua ukweli, lakini namna gani ambazo taarifa ambazo zipo kwenye mitandao huko zinakotumwa, likionekana Baraza la Manispaa Magharibi A limevunja msikiti. Kwa hiyo wananchi hasa wa dini ya Kiislamu wamekuwa wakitoa maneno mengi kwenye mitandao na kwamba sababu za kuvunja msikiti, lakini waandishi wa habari niwaambie tu kwamba Baraza la Manispaa Magharibi A halijavunja msikiti. Baraza la Manispaa Magharibi A, katika utaratibu wetu tuna eneo letu ambalo liko Chuini pale, na Chuini ni eneo sasa hivi kwamba ni eneo kubwa ambalo upande wa kulia kama tunaenda zetu shamba huku tumejenga soko kubwa, lakini upande wa pili wa kushoto kuna eneo ambalo la serikali ambalo lina mipango yake miji ambayo tayari ipo kwenye michoro na kwenye ramani. Lakini mwaka 2021 wananchi wa pale, wafanya biashara ambao tumeweka pale kwa muda, wakaja kututaka Baraza la Manispaa Magharibi A kwamba wanataka eneo la kufanyia ibada, na sisi kama Baraza la Manispaa kushirikiana na mkurugenzi tukaona basi tuwape lile eneo la kufanyia ibada, na eneo lile tuliwapa, lakini tuliwapa na masharti ya eneo hilo. Na eneo hilo masharti yetu hatukutaka kujenga eneo la kudumu. Tulitaka ni eneo la muda ambalo watafanya ibada kwa muda. Baadaye upande wa pili ambako tunajenga soko kuna msikiti mkubwa, ramani yetu ambao tunajenga msikiti ambao waumini wa dini ya Kiislamu watasalia huko. Lakini kila siku zikienda mbele tukaona wenzetu makubaliano wameyavunja. Badala sasa ya kufanya ibada kwenye eneo lile, wakawa sasa wanajenga eneo la kudumu. Na sisi kama manispaa tukaenda kwa utaratibu. Jamani, na mimi kwa mstahiki meya nimeenda si mara moja si mara mbili. Jamani, tunachotaka kwamba msijenge eneo la kudumu na matofali. Hili eneo tumeweka kwa muda tu, na kwa sababu lina mipango mingine, baadaye tutaweza tukaja tunakwazana na nyinyi, lakini wenzetu kwa njia moja ama nyingine hatuelewi. Kuendelea wameenda maengineer, ameenda mkurugenzi, nakumbuka mkuu wa wilaya alienda, Mheshimiwa Susan kaenda pale. Kwa hiyo tukaona kama hatuendani nao, na mwisho wakawa wanazungumza maneno ambayo kwa kweli si mazuri sana kwa watu ambao mashehe wamesoma, lakini kutoa maneno ambayo si mazuri. Lakini sisi kama viongozi tunavumiliana na maisha yanaendelea. Hivi karibuni pia tulikwenda kuwazuia tena, manake wakawa wanaongeza eneo jingine kubwa. Jamani, hivi sivyo tulivyokubaliana, lakini wenzetu sijui walikuwa na nia gani, lakini kwa kuonesha kwamba hapa msiendelee tena, kuna eneo ndo ambalo limetolewa kwamba hili tunalitoa, msiendelee kujenga. Yale manispaa imechukua hatua hiyo kwenda kuliondoa hile eneo, si kulivunja eneo lote, hapana. Eneo la kufanyia ibada lipo, na waandishi wa habari mkitaka hili mnende site. Mkienda site mtaona kwamba je, manispaa alichofanya ni kipi? Si kuvunja msikiti, bali kuliondoa eneo ambalo kila siku wanazidi. Na kwa kusema kweli eneo si rasmi sana, na kuna bonde, lakini pia hata vyoo vyake kidogo havitambuliki, si sahihi. Na sisi manispaa pale tumejenga choo ambacho huduma yake ilikuwa unalipia. Baraza la Manispaa tumejenga, lakini kwa hekima kubwa la Baraza la Manispaa tukasema choo hichi tuwakabidhi wao watumie bure, sisi hata hatuchaji. Kwa hiyo tumewapa wao, lakini bado still wenzetu kidogo tunaona hawapo pamoja na sisi. Sasa niseme hili ambalo lipo kwenye mitandao si sahihi, na kwamba manispaa wamevunja msikiti, mkurugenzi kavunja msikiti na hivi. Kwa hiyo inakuwa kidogo hili picha mzuri, na niwasihi tu ndugu zangu wasitumie mitandao kwa njia hiyo. Mitandao ni mizuri, lakini usio kwamba wengine wanachafua Baraza la Manispaa, wanachafua serikali kwa kujiona. Na nimeona watu wengine hawajui ukweli. Kwa hiyo mtu yote hapo kwa hajui ukweli na kwa mtihani. Naona nikupongezeni kwa kuja kutusikiliza na kuja kujua ukweli uko wapi. Sisi Baraza la Manispaa ni hatujavunja msikiti, bali tumeondoa eneo ambalo lilikuwa linazidi kila siku.
Na ndugu zanguni, tunajenga msikiti upande wa pili mkubwa sana ambao waumini wa pale wote watafanya ibada kwenye eneo la pale. Pale tuliweka ni eneo la muda na hatujaliondosha, bado waendelee, lakini wakubaliane na masharti na ushahidi kwamba tuna dokumenti nyingi zao na zetu sisi kwa nazo. Na barua nyingi tumepeleka, msiendelee, tunazo document na makubaliano. Lakini wenzetu hatujiwa na nini, na badala yake wanazungumza hayo ambayo wanazungumza kwenye mitandao na kwengineko na kuchukua habari sivyo ilivyo manake. Kwa hiyo ni wasihi tu wasiendelee hivyo. Ikiwa kama wao wasomi mashehe, si jambo zuri kuatia watu kwenye hamtani, watu wasiojua, watu hawaelewi, si jambo jema sana wala si jambo zuri sana. Na kwa hii Ramadhani nakwenda nao tusameheane kwa pale ambapo tumekoseana, lakini wazungumze ule uhalisia na ukweli ambao sisi tumekubaliana na wao. Asanteni, sote ni Waislamu na sote tunafanya ibada ya sala. Kwa hiyo sioni changamoto kubwa sana ya kugombana nao, hususan kipindi hichi cha Ramadhani. Asanteni sana. Msaidizi mhariri mkuu wa na kwa bahati mimi walinipigia simu vijana wanafanya hicho kikao kama ile shura ya msikiti na watumiaji pia. Yani kasikiliza ya kwao na nimesikia msaiki meo ukieleza. Mimi nitakuwa na maswali mawili mpaka matatu. La kwanza, wanadai kwamba umevunjwa bila ya notice yoyote haikupelekwa kuambia kwamba mtaenda kuvunja, lakini pia wanadai kwamba mmevunja usiku. Swala linalokuja, kwa nini pavunjwa usiku na bila ya notice? Nataka kujua hicho cha kwanza. Lakini cha pili, ulituambia kwamba kuna eneo ambalo tayari Baraza la Manispaa mmelitayarisha kwa ajili ya ibada ndani ya soko ambalo litakuwa ni zuri zaidi kuliko lile. Lakini wamesema wao mpaka saizi ile eneo hakuna hatua yoyote inaonyesha kwamba kuna mpango wa kujenga. Wakasema kwa nini baraza msingewaachia kwanza ile eneo wakaendelea kufanyia ibada, alafu mpaka ukamilika kule wakahamishiwa kule. Kwa sababu wamesema wao hawana shida na kuhama ikiwa kuna eneo zuri ambalo itakuwa wametengewa. Lakini na cha tatu, wamesema kwamba si mara ya kwanza Baraza la Manispaa kuvunja ule msikiti. Kuna awamu mlivunja eneo la mbele la kibla, wakasema mkavunja sijui na ubale upi, na mara hii anasema ya tatu. Haya yakoje Mheshimiwa Meya? Asante, nikushukuru ndugu mtangazaji. Na hapa niseme tena, kusikia watu waumini mashehe wanasalisha alafu wanazungumza maneno si ya kweli. Hilo jambo kwamba si la kweli. Kwa Manispaa, mimi nikiwa shahidi nimekwenda pale na hakukumolewa, na mwisho niliulizwa mimi, nikasema kaeni nao muzungumze nao kwanza kabla ya kuondosha hayo, si kuvunja msikiti, kuondosha yale maeneo ambayo yamezidi. Leo ukienda pale ndugu mtangazaji panasalika na unaweza kufanya ibada. Lakini jambo jingine ile anasema la upande wa pili, sawa, tumeweka upande wa pili na bado utaratibu wake unaendelea, lakini hatukuzuia upande wa kwanza wasifanye ibada. Hapana. Tulichokizuia sisi ni kujenga majengo ya kudumu. Ukisha kuwa unajenga unatumia saruji, tofali, zege, maana hilo ni jengo la kudumu na linaenda juu. Na mimi si mara ya kwanza, si mara ya pili kwenda pale. Kwa hiyo na notes sio kama hatukupeleka. Manispaa kupitia maengineer yetu wamekwenda, na mimi na ndugu mtangazaji, kama kuna picha maengineer wanazo, mlienda nao palipiga picha na video palichukuliwa. Hiyo hatua ya chini. Msiendelee. Lakini jingine, hakuna ujenzi ambao unajengwa kwa hufuati utaratibu. Je, wao wamefuata utaratibu? Manake najenga msikiti, yeye najenga kanisa, lakini una utaratibu unatakiwa ufuate. Je, na tunaosimamia utaratibu ni sisi Manispaa. Je, wamekuja hapa wakataka kufuata utaratibu wakakosa? Lakini walikuwa wanajenga kinyume na utaratibu. Unapotaka kujenga lazima ufuate utaratibu. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaangalia upande mmoja, lakini je, upande wako vipi? Ndugu watangazaji, hatujabomoa msikiti wote, wala ule ulikuwa bado hoja msikiti, ni eneo la kusalia, isipokuwa wanazidi kujenga maeneo mengine. Na leo mkenda mtaona jinsi gani walipobomolewa, si mara ya pili, si mara tatu, hapana. Ndio kwanza mara ya kwanza kinaenda kijiko kwenda kubomoa ile eneo ambalo kwamba, na huu ni mfano kwamba msiendelee. Lakini cha kushangaza, wakati tunakwenda ziara siku moja pale, nilikuwa na mkurugenzi. Kwa bahati tunatoka tukakutana na imamu wa msikiti tukaambiwa. Lakini ilinishangaza sana imamu yale maneno ambayo anatoa kweli ndio imamu jamani huyo. Anagombana na foka anatoa yale maneno moja kwa moja, nikasema lakini ndio binadamu, kila mmoja ana udhaifu wake.
Kwa hiyo tukachukuliana iko hivyo. Lakini kwambieni tu eneo ambalo ninataka kujengwa huo msikiti si lazima walitambue wao sio wahusika. Maana hata tulipotaka kujenga soko walitambua wao? Hapana, tunatambua sisi mamlaka ambayo tumepewa hayo maeneo. Maeneo yote hapo chini ya Baraza la Manispaa Magharibi na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo chochote kinachofanyika katika ardhi hizi, maana lazima mkuu wa wilaya ajue, Baraza la Manispaa lijue. Hakuna, hebu jamani, kuna mtu ambaye anajenga humu hana kibali cha ujenzi? Ukikukuta unajenga huna kibali, maana hujafuata utaratibu. Manispaa itachukua utaratibu kwako wewe. Kwa hiyo jambo lolote tunalofanya katika ardhi hii, madam serikali ipo, waheshimiwa madiwani wapo, waheshimiwa masheha wapo, unatakiwa ufuate utaratibu. Hilo ndio tulilokosana sisi na wao. Asante. La mwisho, mustakabali wa sasa ni upi mheshimiwa Meya? Lile limetokea, mustakabali ni upi sasa kulielekea kwa jambo hili? Asante. Moja, kwamba tunashukuru mmekuja. Tunahabarisha umma pamoja na wananchi. Hivyo wanavyosikia sivyo ilivyo. Lakini jingine, tunawasihi wenzetu pale wanafanya ibada waendelee kufanya ibada. Hatujakataza kufanya ibada. Hapana. Sisi hatujakataza kufanya ibada kabisa. Wafanye ibada, waendelee kufanya ibada. Lakini ule masharti na utaratibu ambao tunawapa sisi, wausikilize, wauzingatie. Lakini na ile eneo jingine ambalo tunataka kujenga msikiti, hivi si kweli tudanganye kama kuna eneo jingine tunataka kujenga msikiti? Hapana, hatudanganye. Ni kuna eneo ambalo tushalitenga. Maana eneo lote letu na tunafanya mipango na kujenga. Hilo eneo ndio tunataka kujenga msikiti. Utaratibu wa ujenzi haukurupuki tu kaja ujenzi tu. Lazima tunaanza 1, 2, 3. Soko limeanza chini, sasa hivi soko limemaliza na kesho inawezekana tukalifungua. Kwa hiyo soko liko vizuri. Na msikiti tutajenga utakuwa vizuri. Eneo la kufanyia tuliwapa sisi ni kufanyia ibada kwa muda, na barua tunazo kwamba ni eneo la kufanyia, si la kujenga, ni eneo la kufanyia ibada. Na mwanzo ndugu watangazaji lilikuwa liko vizuri, wametengeneza vizuri tu wanasali. Lakini sasa sijui nani katokea mwingine, imekuwa sasa kuchangisha watu kufanya nini na kujenga hilo jengo la kudumu ambalo sisi hatujaruhusu. Asante. Mbarak Said Asuni, mkurugenzi wa Manispaa Magharibi. Nami niungane na mstahiki meya kama aliyoeleza yale ambayo utaratibu mzima wa baraza na wananchi wake walivyokuwa wanafanya. Nadhani mtajua kwamba wale ni wananchi wetu ambao tunawashughulikia sisi kisheria, kwa sababu ni wafanya biashara. Kwa mujibu wa taratibu za kisheria, wafanya biashara manake tunao sisi na tunatakiwa tuwahudumie sisi. Kwa nafasi yetu baraza katika miongoni mwao ni waumini, wengi wao ni waumini wa Kiislamu, kwa hivyo wanahitaji pahala pa kusali. Kwa hiyo baraza kama alivyosema mstahiki tumetenga eneo le pale kwa ajili ya kusali. Na kuna mambo mengi tuliyakataza. Moja hapo kutengeza uongozi katika sehemu ya pale ya uswala kama shura, kwa sababu palikuwa hapana msikiti. Kama alivyosema mwandishi, kuna shura imekwepo, sisi tumeshangaa kweli kweli. Lile eneo sio la msikiti, liko ni sehemu ya kusalia. Kwa sababu kama mlivyoona lile soko linaonekana kama ni soko la muda, watu wataondoka. Kwa hivyo ile sehemu tayari serikali ishaweka plani yake hii, mipango miji hii, ambao pale pote pana viwanja na ni mpango wa serikali ambao umepangwa. Jukumu letu sisi baraza la manispaa ni kusimamia mipango ya serikali. Kwa hiyo sisi kama tuliowapa, alafu manake inakuwa kama ya mwazima shuka, mtu anaazima kwa kustiri fulani, lakini mtu anataka afanye vitu vingi zaidi. Kiasi fulani kwa kweli hatukuelewa jambo lile. Na sisi tuliona wale ni wafanyabiashara, sio mashehe ambao wanaweza kaja kuendeleza dini ya Kiislamu katika eneo lile pale. Lakini tunajua katika Uislamu, katika dini ya Kiislamu inaelezwa popote. Kwa kutambua hilo ndio maana baraza limetenga eneo maalum la msikiti, na hata katika mpango ipo sehemu ambayo anapewa mufti moja kwa moja. Lakini nimeshangaa katika clip hiyo zilikuwa zinaendeleza huko, wanasema wamejisajili, wamejitambua wapi. Si hatuna habari ya hayo. Sisi tunajua kwamba ile ni temporary organization, ya kwamba watu wanafanya kwa sababu wanafanya jambo fulani, inabidi wapate sehemu ya kusali. Baraza la manispaa tulichukua hatua nyingi kama alivyosema mstahiki meya. Hatua ya kwanza kama tulivyosema, kupewa eneo la kusalia, lakini hatua ya pili
kwenda kuwasihi na kuwanasihi kama barua inavyoonekana. Unaposema hamna notice, lakini barua hii hapa na tumewapelekea ndani ya msikiti. Na wao wamekuja mara nyingi kwetu wakitaka kuchimba mashimo, tunawazuia wasichimbe mashimo. Na nikwambieni tu waandishi wa habari, ile eneo ni hatarishi kweli kweli, ambapo ni eneo ambalo la maji. Mashimo yake yanaweza kusababisha, bila ya kusanifiwa uzuri ile eneo, inaweza kusababisha maradhi ya milipuko, na hayo yapo. Kwa hivyo tulikataa hata kufanya vyoo pale katika maeneo ya pale. Tukawaambia bora watumie vyoo vyetu vile manispaa bure, lakini hapa msifanye vyoo huko ndani. Lakini bado walikuwa wanafanya. Msiendeleze ujenzi. Wanaendeleza ujenzi. Kila ukicha hapa ukija barazani waheshimiwa, bado ujenzi unaendelea. Hatua nyingi tuliwaambia, mpaka tukapelekea indhari ya sasa inabidi wavunje wenyewe baada siku 6. Yale maeneo ambayo Mstahiki Meya katika ziara yake ya mwisho alikwenda na tukapiga picha, baada ya eneo hili msizidi. Msizidi tena, kwanza tungojeni sehemu imalize. Lakini bado wakawa wanaendelea na kufanya ukaidi. Sasa sijui hapo pana haki ipo kwa wapi? Maana katika klipu zao wanasema hii ndio haki. Tuulize haki iko wapi hapo? Unashindwa kumsikiliza serikali ambayo wewe ndio iliyokupatia hapo sehemu kwamba ufanye ibada na kwa masharti maalumu, lakini wewe unakwenda kinyume na utaratibu ile ambao ulikuwepo. Haki iko wapi hapo sasa hivi? Sasa si serikali kushikana na uongozi wa sheria, uongozi na wilaya, pana eneo linajengwa tayari kule sokoni, kumezingizwa mabati na wanajua wanaanza kujenga. Na hapa mkiondoka ni wasihi tu mkamsikilize shehe wa shehia hapo na uongozi wa wilaya juu ya jambo hili. Kwa mfano wa viongozi wameitwa na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya chini ya mkuu wa wilaya, hawakuja. Unakwenda unawaambia hili, wanafanya vinginevyo. Mimi naamini kwamba kuna watu, baadhi ya watu, sio wale wafanya biashara, kuna baadhi ya watu wana nia nyingine ya kuleta taharuki katika nchi yetu. Wanaitumia dini kulitaka kuleta taharuki. Kwa sababu ukiangalia dhamira ya kutaka kufanya ibada kwa muda, ilikuwa tumeruhusu hiyo sisi kama manispaa. Baadaye kuwafanyia msikiti. Lakini sasa dhamira yao wanachangisha Waislamu muda kila siku. Watu wanajisiramani ndogo wanapata pesa, wanachangisha pesa kila siku. Leo tuna hivi wanaenda kujenga matofali ambayo hii imekatazwa. Hii katika Uislamu ikoje? Ni sahihi? Unawachangisha waumini pesa kwa ajili ya kujenga jambo ambalo halihitajiki kufanywa hapo. Hii ni dhulma unaifanya. Unamtegemea mtu anatoa pesa kwa ajili ya sadaka jariya kwamba iendelee kuendelea kwake, lakini leo wewe unaichukua pesa ile unaenda kuifisidi kwa sababu na serikali haijakubali. Baadaye unaanza kutengeneza kusema hapo umevunja msikiti. Kama alivyosema Mheshimiwa Meya, hatujavunja msikiti, tulionyesha ishara kwamba hatutaki muendelee katika mazingira haya. Tunahitaji sisi muendelee kufanya ibada mpaka huku baadaye mtapomaliza. Na niwaombe sana waumini wafanya biashara pale. Tumewaruhusu si wafanya biashara pale. Serikali ndio waruhusu. Wao ndio serikali. Na serikali inatangaza amani zaidi. Wawe na kuleta amani. Mipango ya serikali imepangwa. Yeyote anovunja mipango ya serikali maana yake ni mhalifu. Anakwenda kinyume na utaratibu wa kiserikali ambao unaofanya. Wasijiingize katika mazingira hayo. Tuende katika mazingira ambayo ni sahihi. Hatujafanya uvunjaji wa mara nyingine wote. Tulikwenda mara kwa sababu eneo ni eneo la maji pale. Kijiko kilikuwa hakiingii mara mwanzo. Ingawa wanasema wao ni Mwenyezi Mungu ndo kajalia haya inshallah. Lakini pale ni eneo la bonde. Lazima hiyo mechanism ufanye. Tumefanya hivi na niwaombe sana mashehe. Si vyema kuleta taharuki katika wananchi. Ni vyema wakabaki kuwa watu wanasali katika mpango ule, waongojee msikiti umalize. Na Mheshimiwa Meya, msikiti ushaanza kujengwa, mabati yashazingizwa, mimi kibali cha ujenzi nishatoa, na mfadhili aliyofadhili msikiti yupo, na wataona unajengwa msikiti upi.
lakini kilichokuwepo ni kutaka kutengeza taharuki, ule msikiti uwe mkubwa, baadaye uje kuonekana shida ile mipango ya serikali ishindikane kufanya. Sasa hivyo wanalazimisha. Kwa hiyo mimi kwangu ni wito kuambia wananchi wavute subira na wasiungane na baadhi ya watu ambao hawaitakii maendeleo nchi yetu. Wanachokihitaji wao ni ushindani na kuleta taharuki kwa serikali na wananchi wake kwa ujumla. Pahala pale ni pahala pana mipango, hapahitajiki kukaa majengo ya kudumu. Waendelee kufanya ibada zake. Baraza la manispaa halitoa buhuzi, lakini pasiendelee kujengwa, pasiendeleze kujenga. Vile baraza la manispaa, wamiliki manispaa vile vya muda, ni ruhusa kutumia bure bila ya malipo kwa wale waumini wa mlendani wa msikitini, ili wawe na ustahimilivu wa kuendelea kubakia mpaka msikiti utapomaliza. Na kuna eneo lingine kwa mujibu wa mpango mji huu hapa, kuna eneo ambalo pia litakuwa ni sehemu ya msikiti baadaye, licha msikiti kwa sokoni, na kule kutakuwa na mji mwingine wa maofisi mengine, wanaweza kuweka msikiti mwingine, lakini tayari lishaonekana ile eneo. Lakini sasa hivi kama sisi walinzi na wasimamizi wakuu wa eneo lile pale, lisifanywe hivyo na tukubaliane na serikali. Asante. Lakini mkurugenzi wa manispaa amesema kwamba kuna eneo jipya ambalo limetengwa karibu na soko jipya kwa ajili ya kujengwa msikiti wa kudumu, utakuwa bora zaidi ya ule ambao wao wanataka. Kama shehe wa shehia hii na wananchi wako eneo hili, unawaambia nini kama wewe kiongozi wa shehia? Haya, kwa majina anaitwa Mohamed Shaheri, ni shehe wa shehia Chuini. Karibuni ndugu waandishi wa habari. Ni sahihi kwamba mkurugenzi wa manispaa kwa kushirikiana na shehia pamoja na serikali ya wilaya na mkoa Mjini Magharibi, kweli pana msikiti ambao sio rasmi katika eneo la Kwanyanya au katika eneo ambalo wafanya biashara eneo la Kwanyanya nafanya biashara hizo. Pana msikiti ambao sio rasmi, ni temporary. Lakini baada ya kubainika hilo kupitia taasisi hizo nilizozitaja hapo mwanzo, zote kwa kushirikiana kwa pamoja, tulitenga eneo kwa ajili ya kujenga msikiti wa kudumu. Na eneo hilo ndio hili eneo lililopo nyuma yangu, lililopigwa uzio wa mabati na ujenzi tayari umeshaanza takriban miezi mitatu nyuma. Na msikiti huu unategemewa kuchukua takriban waumini watapungua 2000 kwa wakati mmoja. Ni msikiti ambao utakuwa ni wa ghorofa moja pamoja na madrasa, milango ya maduka 4 pamoja na sehemu ya kuoshea maiti pamoja na nyumba imamu. Kwa hiyo tutegemee ama tutarajie kupata msikiti mkubwa wa kisasa na wa kileo na ulio mzuri zaidi. Na unaambia nini wananchi kutoa hofu, maana sasa wanahofia pamevunjwa na kuna ishara zote za mvua, wanahofia kuingiliwa maji katika msikiti ama eneo lao la ibada? Ni sahihi kwamba msikiti kweli umevunjwa, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba sio eneo rasmi lililojengwa. Eneo lile lilojenga msikiti ni eneo la maeneo ya taasisi za kiserikali, ikiwemo eneo la fire, PBZ benki, eneo la mkurugenzi wa usafiri na usalama barabarani, pamoja na ofisi za mkuu wa wilaya Magharibi. Lakini sasa wasiwasi tupende kuwatoa hivi, eneo hili lililotengwa kwa sasa hivi na mradi huu wa msikiti na usimamia mie hapa tulipo, kuna maeneo mawili ambayo yanajengwa msikiti. Ni eneo moja hili tulipo, lakini kuna eneo jingine ambapo ni pale Kwanyanya Kiplefti, njia ya kuendea Mbuzini. Kutoka pale ulipo msikiti wa sasa mpaka njia ya kuendea Mbuzini hapo ulipo mwingine pana mita takriban 200. Lakini pia na msikiti ule kwa sasa ni mdogo, lakini pia umeshapata wafadhili na time yoyote kuanzia sasa utavunjwa na kujengwa ghorofa moja vile vile. Kwa hiyo eneo la msikiti kwamba ni hapo katika eneo la Chuini, wananchi waondoshe hofu, ila kwa sasa tumo katika utaratibu wa kuendeleza ujenzi huo. Na ujenzi wa msikiti utachukua takriban miezi mingapi au miaka mingapi kama? Msikiti huu tulitaraji uchukue miezi 16, lakini kwa bahati mfadhili wa msikiti huu tulipo, Mwenyezi Mungu amemhitaji takriban kama wiki 3 nyuma. Sasa kwa vile mfadhili ametangulia mbele ya haki, hata kama angekuwa ni kiongozi wa family, lazima family siku 2-3 ingeyumba. Lakini bahati nzuri na bahati njema, Mwenyezi Mungu kamjalia mfadhili huyu fedha zote za mradi huu tayari ameshazitenga, na mwezi huu wa 3 tayari mradi unaendelea kwa ajili ya uendelezaji wa msikiti huu. Shehe, msikiti utachukua takriban miezi 16 kwa plani yenu. Ingawa mfadhili kashakufa, lakini fedha zipo. Kule tumevunja ubale mmoja. Na mkurugenzi alisema si kuvunja, ni kutoa attention wasiendelee. Lakini tumevunja, maana yake
si maeneo salama sasa ya kusalia kwa wananchi wenu wakiwemo wafanya biashara, tutafanyaje? Haya, ni swala zuri. Pale eneo lilipovunjwa msikiti ama ulipotolewa ule ukuta mmoja, kwa kusema ukweli, eneo la kuswalia lipo. Tukitoka pale mpaka katika ile sheli ya Kwanyanya, nyuma ya kuta upo msikiti wa kutosha, tena msikiti wa Ijumaa upo. Lakini kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma, kutoka pale kuelekea njia ya Mbuzini, kutoka pale ni mita 200, msikiti mwingine pia upo. Kwa hiyo eneo la kuswalia kwa sasa lipo. Sijui kuna utashi gani kupitia hawa wananchi. Ujenzi ule ambao ulikuwa unaendelea, ambao unaonyesha kwamba ingekuwa wa kudumu pengine, kwa sababu nimesoma barua hakutakiwa kujenga ujenzi wa matofali na zege, lakini umeendelea. Kwa hiyo kama sheha wa shehia, wakati unaendelea, kuna juhudi ulizichukua kuhakikisha kwamba hauendelei na ukaleta athari kama? Kwanza ni kuweke sawa, mimi sio kama sheha, mimi ni sheha wa Shehia Chuini. Jitihada tofauti tulizichukua kupitia ujenzi ule ambao sio rasmi, lakini unajua kila mmoja na ufahamu wake, kila mmoja na akili zake zinazomtuma, kila mmoja na uelewa wake. Lakini jitihada kupitia Shehia pamoja na manispaa mipango miji, kuna jitihada nyingi za kuwapa taarifa pamoja na onyo kupitia barua zimechukuliwa, lakini bado hawajaweza kukubaliana na hilo. Kuna jingine swala? Shukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vinginezo. Mimi kwa jina naitwa Musa Saburi, ni mfanyabiashara wa soko la Chuini. Tumekutwa na msiba mkubwa kuhusu huu msikiti wetu hapa waumini. Ona, awali ya yote kwanza, kwa huu msimu ambao tuliokuweko, kwa hichi kipindi tuliokuweko, kutokana na hii kazi tumeipata ya msikiti, na tunaambiwa Zanzibar ni kitovu kikubwa cha Waislamu. Lakini je, tujiulize Uislamu wetu uko wapi? Na kwa nini huu msikiti tukauvunja kwa vigezo gani? Sisi tulipoletwa katika hii ardhi hatukuja na kitu cha aina yoyote isipokuwa ni sisi wenyewe. Lakini leo tunaambiwa hili eneo si eneo sahihi ambalo kujengwa huu msikiti. Hebu tuambiwe, hivi vitu vyote vilojengwa katika hili eneo, nani mwenye ardhi na nani mwenye hatimiliki? Kumejengwa jumuiya ya wazazi ile kule, ina hatimiliki? Ujengwa huu msikiti una hatimiliki? Lakini kutokana na hichi chombo au huu msikiti ni waumini wote, na kila muumini anatakiwa ajenge au swali, wapita njia wanaswali, kina mama hapa wajasiriamali nao wanaswali. Leo tunaondoka sisi tunaubomoa huu msikiti, tumekusudia nini? Na ikesha istoshe, kitendo cha kusikitisha kikubwa, mtu anakuja kufanya uhalifu ni usiku. Usiku anakuja kufanya huu uhalifu. Inamaanisha kutokana na usiku yeye anawaogopa binadamu, hamuogopi muumba mbingu na ardhi. Umeona? Laiti ingefanya yeye mimi wacha niende asubuhi au time yote muda ambao watu wananiona afanya hichi kitendo, basi pia ingekuwa kidogo ni afadhali. Sababu sisi binadamu hakuna kuogopana. Sawa? Binadamu yote hakuna kuogopa, hakuna kustahiana na kupeana heshima. Sawa? Kitendo hichi tunamsikitikia Mheshimiwa Rais. Angalie kilio cha waumini katika eneo hili la Kwanyanya, wanapata tabu, na hasa kesho isimu ya mvua. Time yote mvua inaweza ikanyesha, watu wataswali wapi? Na huu mfungo tuliokuwa nao, mfungo wa Ramadhani, una mambo mengi. Kuna tarawehe watu wanaswali, kuna witri watu wataswali wapi? Na msikiti watu wamesha utegemea. Leo huyu nambo tabomolewa huu, watapewa msikiti mwingine. Uko wapi wa msikiti? Uko wapi? Au watuambie hii mwenye hatimiliki hapa. Mimi ismu nafumbua macho katika hii ari, nafumbua macho yangu. Mimi sije kusikia kwanza Zanzibar kuvunjwa msikiti. Mimi mwenyewe binafsi siwezi kusema uongo, sijawahi kusikia Zanzibar kuvunjwa msikiti. Leo tunatoka sisi wenyewe Waislamu tunauvunja msikiti. Tumekusudia nini? Au tumekusudia nini? Malipo kwa Mola wetu atatulipa nini? Isipokuwa sisi waumini hatuna la kumfanya mtu aina yoyote, nguvu yoyote, isipokuwa sisi nguvu zetu kubwa tumezielekeza kwa Allah, ndiye atakayelipa. Awali eneo hili mliambiwa mjenge msikiti wa kudumu au wa muda, ili baadaye mkoe eneo la kudumu. Kutokana siwezi kusema eneo hili lilipokuwa, mimi nilikuwa sipo la sijui. Fumbua macho kwangu mimi nilikuta katika serikali ilizuia katika eneo hili. Eneo lote walizuia serikali, si ruhusa kujenga nyumba ya aina yoyote. Si msikiti tu, ni nyumba ya aina yoyote. Lakini kila tukenda awamu ikenda watu wanajenga. Hakuna hata mmoja kama tutapita au serikali itafanya ukaguzi kweli ipite. Wote wana hatimiliki kweli hawa. Ipite kila nyumba ifanye ukaguzi. Ile eneo tulilizuia si jenga. Lakini leo inaonekana Kwanyanya itakuwa ni kitovu kikubwa cha biashara.
Sasa kila moja hili eneo analipigia macho. So, na mtu analivaa koti la serikali la mali ya umma, kwa sababu huu msikiti ni mali ya umma, sio wangu mimi wala sio wako wewe. Kwa kila muumini ataswali na kila kizazi kitaswali. Wasichukulie kitovu tu cha biashara, mimi nataka kuweka kwa pengine hivi, nimepata mfadhili atafanya hivi, atafanya lile, atafanya. Hakuna, atawacha tu. Atawacha vyote, wewe kila utakachokifanya ujue utakiacha ipo siku. Na utaenda kuyakumbuka haya. Asante, imetosha. Hili ndio eneo ambalo kwamba limevunjwa na Baraza la Manispaa, ambao kwamba wamekanusha kuvunja kwa msikiti, na msikilizaji na mfuatiliaji wa Kasfat TV Online, kama unavyoona ni kweli limevunjwa baadhi ya eneo tu, na tayari manispaa walishapiga marufuku kuvunja na wana vigezo vya kujitosheleza, lakini waumini wa dini ya Kiislamu kila siku zinapokwenda wanatanua kwa msikiti. Ndio maana Baraza la Manispaa likaamua kuja kuvunja eneo hili baada ya kushindwa wenyewe kuvunja. Kama unavyoona hili ni eneo la mbele na hichi hapa ni kibla, na msikiti tayari eneo hili limeshavunjwa usiku wa juzi kuamkia jana, na zimekuwa ni purukushani nyingi kwa kupitia mitandao ya kijamii kwamba manispaa wamevunja msikiti, wamevunja hivi vitu ambacho kwamba baraza wenyewe, mkurugenzi pamoja na meya wameweza kukanusha hili suala. Endelea kutufuatilia kuwa pamoja na sisi na kujua hatima yake ni ipi, msikilizaji na mfuatiliaji wa Kasfat TV Online. Shukran wa jazakallahu khairan. Safari hii moja kwa moja tunamfuata sheha wa shehia hii ya Mwanyanya ili kumsikiliza naye mawili matatu nini ataongelea kuhusiana na swala hili la uvunjaji wa eneo hili la msikiti.